Ahlan wa sahlan wa marhaba. Ujambo na karibu mwanagenzi au mtazamaji katika kipindi kipendacho, kipindi cha uhondo wa fasihi, lugha pamoja na isimu jamii. Basi kama kawa jinsi mwajuavyo, ni kipindi ambacho kwacho bila shaka mwaletewa nami muite Mwalimu Isa Kubasu, kijana aliyebobea hasa katika lugha nyenzi tasnia Kiswahili. Kumbuka fika kuwa katika kipindi cha mwisho ambacho tuliweza kuzungumzia kuhusu nini? Kuhusu fasihi. Tulizungumzia fasihi, na katika fasihi natumai tuliangazia mambo sihaba, yani mambo mengi sana. Tuliweza kuelezea kuhusu maana ya fasihi, kisha nikawapa nilizungumzia hapo kidogo kuhusu tanzu za fasihi, na mwishowe tuliweza kuzungumzia kuhusu nini? Tuliweza kuangazia novela ambayo bila shaka ni aina mojawapo ya tungo za fasihi ama za kifasihi. Mtazamaji ambaye sasa hivi anatazama, bila shaka sitapoteza muda kwa sababu muda umeipa kisogo, na tutakuwa tukiangazia lugha, na katika lugha tutakuwa tukiangazia tu maamkizi. Maana maamkizi, kumbuka fikakuwa ni kipindi ambacho nawadokezea fikakuwa kuangazia watu wote, ujumuisha watu wote kwa jumla, awe mtoto mdogo, labda mwanafunzi wa grade ya 4, grade ya 5, grade ya 6, mwanafunzi mdogo labda grade ya 3, grade ya kwanza, mwanafunzi wa chekechea, pamoja tuna mtu yote ambaye labda angejihisi kujifunza lugha ama lugha nyenzi tasnia Kiswahili. Kipindi ambacho tunajumuisha kila mtu, kipindi kisicho na ubaguzi, kipindi ambacho tunajumuisha mpaka wale wanagenzi pamoja na nini. Tunapozungumza kuhusu wanagenzi, hasa na wanafunzi wa shule za upili, na pia wakurufunzi, wale wanafunzi wa chuo kikuu, na watu wote kwa jumla. Bila shaka tutakuwa tukizungumza kuhusu maamkizi, kwa sababu maamkizi yanatatiza watu wengi. Waja wengi wanatatazika. Mara nyingi wasikia tu maamkizi, lakini labda ukiulizwa hebu tueleze maana halisi ya maamkizi, huenda ukakanganyikiwa. Na nimeamua tu nizungumzie kuhusu maamkizi kwa sababu wapata fika kuwa katika maamkizi watu wanakanganya ama wanakanganyikiwa kati ya maamkizi na maagano. Haya ni mambo au masuala ambayo bila shaka nitakuwa nitaelezea kinagaubaga ili uweze kufahamu ama kuwa na uelewa baina ya maneno haya mawili, maamkizi pamoja na maagano, kwa sababu maamkizi na maagano, hayo maneno mawili sio mamoja, yani sio sawa. Maneno hayo ni tofauti kabisa. Basi tunapozungumzia kuhusu maagano, na nitakuwa nikinakili maagano. Maagano leo ikiwa ni tarehe 29, yani 9 mwezi wa mosi ama mwezi wa kwanza mwaka wa 2023, yani 6. Neno 6 ni tandatu tafadhali, mtazamaji anayenitazama sasa hivi. Basi tunataka kwanza niwaelezee maana halisi katika maagano, ama wacha niseme maamkizi. Wacha nianze na neno maamkizi, kumradhi, maamkizi, kisha hapo ndipo nitawaelezea pia maagano. Basi katika maamkizi tunataka mwanzo tujue maamkizi ni nini. Na maamkizi basi nitaelezea kinagaubaga ili yeyote yule anayenitazama aweze kupata maana halisi ya neno maamkizi. Maamkizi ni salamu za moja kwa moja. Salamu za moja kwa moja. Tafadhali, maamkizi ni salamu za moja kwa moja. Hilo ni jambo ambalo nataka ulijue tukaleo. Salamu za moja kwa moja ndizo kwazo huitwa maamkizi. Kisha salamu ni nini? Kwa sababu tunadokezea kwa salamu maamkizi ni salamu za moja kwa moja. Je, hii salamu ambayo tunaelezea kwa maamkizi ni salamu za moja kwa moja. Je, salamu ni nini? Hiyo ni jambo ama ni swali
ambalo kwalo tuweze kujiuliza. Basi tunapozungumza kuhusu salamu tunadokezea kwa majinsi ninavyofahamu mie kama Profesa Isa wa Isa, salamu ni habari za kusalimiwa. Salamu ni habari za kusalimiwa apokeazo mtu kutoka kwa mtu mwingine kupitia mtu wa pili au chombo cha habari au mawasiliano. Tafadhali naomba usikilize, maana utaulizwa salamu ni nini. Mara nyingi kila wakati tunasema salamu, mbona huwezi kumsalimu? Basi salamu ni habari za kusalimiwa apokeazo mtu kutoka kwa mtu mwingine kupitia mtu wa pili au chombo cha habari. Basi tunapata fika kwa mara nyingi kila wakati tukakutanapo, basi unapata tunasalimiana ama tunaamkwana. Kusalimiana ni kuamkwana ama hali ya kumsabahi mtu. Mtazamaji ambaye sasa hivi wanitazama, unamsabahi mwenza. Basi kila wakati tunapokutana tunaamkwana ama tunasalimiana. Na kando na hayo pia tunapata fika kwa labda tunapozungumza kuhusu, kumbuka nimeeleza kwa salamu ni habari apokeazo mtu kutoka mtu mwingine kupitia mtu wa pili au chombo cha habari. Kisa na maana, basi pia waandishi wa habari ama yule mwandishi wa habari ama yule mtangazaji anapoingia pale kwenye studio, basi kabla labda ni yule ambaye anataka kusoma habari ama ana kipindi ambacho anataka kufanya mle ndani kwenye studio, basi utapata Afrika kwa anatoa salamu zake. Maana yetu anaambiwa Afrika kwa mara nyingi ni vyema, ni jambo muhimu, jambo la maana kutoa salamu ama kwa sabahi ama kumsabahi yule msikilizaji wako ama mtu yote yule utanapo naye, kwa sababu ni jambo la hekima, nitasema kwa ufupi. Basi utapata mwandishi wa habari, kwa mfano akiingia kwenye studio ataanza vipi, jinsi ambavyo kwa wao huanza. Ahlan wa sahlan wa marhaba. Ujambo na karibu msikilizaji au mtazamaji katika kipindi kipendacho, kipindi cha Uhondo wa Fasihi Lugha pamoja na Isimu Jamii. Basi natumai popote pale mlipo mbuheri wa afya kwa dunia mzima hadi ya kitawi cha Mkarara. Kisha baadaye ndipo wakaribisha nyote, halafu ndipo aendelee. Basi salamu ni jambo muhimu sana. Tunataka tu tuende haraka. Basi tushajua maana halisi ya neno salamu. Na lile jambo ambalo ningependa niwaelezee kwa salamu tegemea mambo matatu. Salamu kutegemea mambo matatu. Kuna mambo matatu ambayo salamu hutegemea. Jambo la kwanza ambalo salamu hutegemea ni wakati. Tafadhali mwanafunzi, wakati tunapotamka neno hili tunasema wakati, lakini katika maandishi tuandika wakati. Kisha jambo la pili ambalo salamu hutegemea, kando na wakati, pia salamu hutegemea umri. Kisha tatu, salamu hutegemea mahali zinatolewa. Mahali zinatolewa. Basi tunapozungumza kuhusu mambo matatu ambayo salamu hutegemea, nimesema ni wakati. Ni kweli shadidi, salamu hutegemea wakati, ambapo kwa mara nyingi wanaodokeza kwa unapomsabahi mwenzako, mwanzo jua unatumia salamu zipi na salamu gani, na salamu hiyo je, ni salamu ambayo ni wakati gani au wakati gani? Kwa mfano basi tuna zile salamu za asubuhi, ambapo labda uamkapo asubuhi basi, ama ukutanapo na mwenzako asubuhi, ama ukiwa kwenye chombo cha habari, kuna ile salamu ya asubuhi ambayo bila shaka utaweza kuitumia. Nayo ni salamu gani? Basi utasikia mtu akisema sabalheri. Kumbuka kwa sabalheri ni salamu za asubuhi. Tuna salamu mbili za asubuhi, aina mojawapo ni sabalheri. Na salamu hizi bila shaka pia huwa na jibu. Kuna jinsi ambavyo kwa hivyo watu wajibu. Basi mtu anapokuamkia sabalheri, naye utamjibu aheri. Basi sabalheri ni salamu za asubuhi, ambaye mtu akiamkia sabalheri utamjibu aheri au sabalnuri. Kisha tuna salamu nyingine ya asubuhi ambaye ni gani? Tunachewa. Chewa pia ni salamu za asubuhi, tunachewa. Kisha jibu lake ni chewa. Mtu akikusabahi chewa, hiyo ni salamu za asubuhi. Tafadhali usije kukanganyikiwe, chewa jibu lake bado ni chewa. Hizo ni salamu za asubuhi, na ndio maana tuwadokezea kwa salamu pia hutegemea wakati. Kando na wakati, salamu hutegemea umri.
salamu tegemea umri. Kwa sababu zipi? Kuna zile salamu ambazo utapata tukakuwa watoto natumia labda kwa watu wakubwa, ambayo salamu kuna ile salamu ambayo kwa wao hujulikana sana, shikamoo, salamu shikamoo. Basi shikamoo ni salamu ambayo bila shaka tunasema tukakuwa ni salamu inayotumika hasa kwa watoto ama kwa wadogo kwa wakubwa. Basi mtoto anapokutana na mkubwa wake, kwa mfano amekutana na nina yake. Nina ni mama, tafadhali. Mama huitwa nyina au nyoko, tafadhali. Basi ama umekutana na abu ni baba. Ama umekutana naye bibi ni labda ni nyanya ama waweza muita bikizee. Au tunapo na labda babu ama mtu yote babu, au pia ukipenda waweza muita buda. Basi utamwamkua kwa kusema vipi? Shikamoo, naye atakujibu marahaba. Mara nyingi watu wanadhana kwa au wana mazoea ya kujibu marahaba. Tafadhali hatusemi marahaba, tunasema marahaba. Unaposema marahaba kisa na maana ama wamaanisha mara kidogo, tafadhali tunasema marahaba. Na maana ukiangazia neno hilo utapata fikakuwa limeshikanishwa ni marahaba, ila sio marahaba. Marahaba ni mara kidogo. Chabilecho wahedi waliokulikundu ama wahenga walinena haba na haba hujaza kibaba. Tunasema marahaba, sio marahaba, kwa wale ambao hawako wanajua. Kisha basi salamu tegemea umri. Kana umri tukimalizia salamu pia utegemea mahali zinatolewa. Basi kwa mfano ukiwa wapi? Ukiwa kwenye matanga, mtu ameaga dunia, tafadhali hapo ni kwenye msiba, tafadhali huwezi jitokeza kisha waanza kuwasabai ama kuwajulia wenzako hali kwa kutumia neno gani? Habari, kwa sababu tayari mtazamaji ushajua habari yake si mbaya. Tafadhali ukifika pale tumia salamu gani? Makiwa. Mwombe yule ama wale waliofiwa ama walio na msiba kwa makiwa, nao bila shaka watakujibu yamepita. Ni ukweli yamepita, kwa sababu tayari huyo mwenda zake amekwisha aga dunia, amekwisha farakana na Israeli ya pili. Basi watakujibu yamepita au tunayo, kwa sababu wanayo matanga bado wanayo. Basi makiwa tunayo au yamepita. Hali kadhalika labda ukienda pale hospitalini unaenda kumtembelea yule anayeugua, yule mkongo. Mkongo ni mtu anayeugua ama mtu mgonjwa huitwa mkongo, kwa sababu ugonjwa huitwa ukongo au maradhi. Basi yule aliye na maradhi ama anayeugua pale hospitalini, ukienda hospitali basi utamwamkua au utamjulia hali kwa kusema vipi? Ugua pole, kwa sababu anaugua. Utamwambia neno la heshima, utamwambia ugua pole, ugua pole. Na basi yeye atakujibu nishapoa. Mtazamaji tafadhali, anapokujibu nishapoa haimaanishi fikakuwa amepoa ama yuko sawa. Anajaribu tu kukupa matumaini ili uwe na matumaini, maana mtu anapougua utakuwa na mahangaiko katika moyo. Basi atakupa matumaini kwa kusema nishapoa. Na basi kuna salamu nyinginezo. Kwa mfano tuna salamu za dini. Kwa mfano tu ukienda pale ama kupata Waislamu, ndugu zangu Waislamu wanapojuliana hali, utasikia mwingine akisema salamu alaykum, naye mwingine atajibu alaykum salam. Tafadhali kwa Kiswahili ni salamu alaykum, kisha jibu ni alaykum salam. Kisha ukienda pale kwa Kristo utasikia wakutanapo pamoja, labda kwenye pale mabadini. Nilisema fikakuwa mabadi ni sehemu iliyotengwa kwa ajili ya kumwabudu Mwenyezi Mungu. Inaweza kuwa ni msikiti, inaweza kuwa ni kanisa, inaweza kuwa ni hekalu, mahali popote pale, basi kwa jina moja huitwa mabadi. Labda Wakristo wamekutana pale mabadini au kanisani, basi wataamkiana kwa kusema vipi? Bwana asifiwe, naye mwingine atamjibu amina. Bwana asifiwe, amina, hilo ndilo jibu. Vile tuna salamu za watoto kwa watoto, na ndio maana nisema fikakuwa salamu tegemea umri. Basi nilizungumzia tu labda shikamoo. Kuna zile salamu za cheichei. Cheichei ni salamu ambazo kwazo watoto tumia wakutanapo pamoja, watoto kwa watoto. Basi wanapokutana pamoja, mwingine atasema cheichei, alafu mwingine au wengine watajibu ewa. Ewa ndilo jibu kwalo la salamu cheichei, salamu za watoto. Kisha tuna salamu nyinginezo kama vile labda jela utu, mwingine atajibu sina utu. Tuna salamu nyinginezo ambazo zinajulikana kama vile habari, mwingine atajibu nzuri, jibu lake ni nzuri. Ni salamu ambazo kwazo tumika ama ambayo hutumika watu wote.
Kuna nyingine, labda mwingine atakuuliza hali gani, naye utamjibu njema. Hiyo ni salamu ambayo hutumika pia wakati wowote. Waambaje, mwingine atasema waambaje, kisha waambaje, naye atakujibu sina la kuamba wala wambalo. Waambaje, sina la kuamba wala wambalo. Yaani sina la kuamba, sina la kusema. Kuamba ni kusema, sina la kusema. Waambaje, sina la kuamba wala wambalo, ama waweza sema tu sina la kuamba, bado yote ni mamoja, yote ni sawa. Basi hizo tu ni aina moja hapo za salamu. Kuna salamu za jioni, ambaye karibu ni sahau mtazamaji. Salamu za jioni basi ni masalheri, sio mashalheri, ni masalheri. Basi masalheri ni salamu za jioni ambayo bila shaka jibu lake ni aheri au masanuri. Tafadhali, masalheri, aheri au masanuri, salamu za jioni. Kisha asubuhi ni sabalheri, aheri au sabalnuri. Kisha tu nikimalizia tuna maagano, na ningependa kuelezea kwa maagano pia wao yanakanganya sana watu. Maagano tafadhali, maagano sio salamu. Maagano ni yale maneno yanayotolewa pindi watu wanapoachana ama wanapotaka kuachana. Kumbuka mmekutana mahali fulani, mmepiga pale soga ni mazungumzo tu ya kupitisha wakati ama wakati ukipenda. Basi umekutana mahali, umepiga soga, ama mlikuwa na mazungumzo yenu labda kuna jambo mlikuwa mnajadiliana, sasa mwataka kuachana. Kuna yale matamshi ambayo mtayatoa kuashiria kwa mwachana. Hayo matamshi ndio kwayo mtazamaji twaita maagano. Basi katika maagano tuna maagano pia utegemea labda tunaweza sema utegemea mambo kama mawili. Maagano utegemea ni muda gani, ama muachana kwa muda gani, na vile pia utegemea ni wakati upi. Maagano utegemea muachana kwa muda gani, kwa sababu kuna maagano ambayo huashiria tutakuwa muachana kwa labda hamtaonana tena, na kuna yale maagano ambayo huashiria tutakuwa huenda mkaonana hivi karibuni. Basi maagano utegemea muachana kwa muda gani, hali kadhalika pia utegemea muachana wakati upi. Basi kwa mfano tu nikitoa tu mifano tu miwili mitatu ya maagano. Tuna maagano ya usiku, kwa mfano lala salama. Basi lala salama, haya ni maagano ya usiku ambaye jibu lake basi atakayejibu atasema nawe pia. Lala salama, nawe pia. Kisha kando na lala salama pia tuna alamsiki. Alamsiki ni maagano ya usiku, atakayejibu atajibu binuru. Alamsiki, binuru. Tafadhali mtazamaji anayenitazama sasa hivi. Kisha tuna maagano ambayo huashiria tutakuwa hamtarajii kuonana tena. Basi haya maagano ni yepi? Buriani. Basi mtu anapokuaga buriani, ni buriani. Anapokuaga buriani basi huashiria tutakuwa hamtarajii kuonana. Ndio maana neno hili mara nyingi hutumika kwa yule mwenda zake, yule ambaye ameaga. Basi umwagwa kwa kufanya vipi? Kwa kutoa neno hilo ama maagano haya ambayo ni buriani. Na vile basi mnapotoa buriani huashiria kwa hamtarajii kuonana kuonana tena, kwa sababu aliaga dunia, hamtarajii kuonana tena. Na bila shaka pia inatumika kwa mtu yule ambaye labda yaenda safari za ndefu, huenda waisafiri waenda kule ng'ambo, hamtarajii kuonana hivi karibuni, huenda ukakata huko miongo au karne ya miaka haijulikani. Basi utamuaga kwa kumwambia buriani kaka, ama buriani dada, ama buriani yeyote yule utakayemuaga basi naye atajibu buriani dawa. Kisa na maana hamtarajii kuonana hivi karibuni, ama hamtarajii kuonana tena. Kisha nikimalizia tuna usiku mwaka ambaye jibu lake bila shaka ni wafanaka. Usiku mwaka wafanaka. Kisha haya ni maagano ya usiku. Tuna kwaheri ni maagano ambayo bila shaka huashiria kwa mwatarajia kuonana hivi karibuni, ambayo bila shaka yule atakayejibu atajibu ya kuonana. Kisa na maana mwatarajia kuonana hivi karibuni. Alafu tuna maagano kama vile tunane kesho,
basi haya ni maagano pia ya usiku, na ambayo wewe utamjibu vipi? Majaliwa ama inshallah. Kisha tuna mchana mwema wa buraha au mafanikio, alafu tuna lala unono. Lala unono jibu lake ni jala, jala, ama watu wengine ukipenda waweza tumia nawe pia. Haya ni maagano ya wakati upi? Usiku. Tuna mwingine atakuaga kwa kusema mchana mwema. Haya ni maagano ambayo ni labda ni mchana, mnaachana baada ya labda kuna jambo mlikuwa mnafanya, basi utamjibu kwa kusema vipi? Mjibu mchana mwema wa buraha au mafanikio. Kisha mwisho tuna ndoto njema ambayo bila shaka jibu lake ni za mafanikio. Basi haya ni maagano, natumai umeweza kuyafahamu tofauti kati ya maagano na maamkizi. Basi mtazamaji ambaye sasa hivi yanitazama, natumai tumeweza kujifunza kuhusu maamkizi, tumeweza kujifunza kuhusu maagano, na nikikamilisha, mara nyingi huwa nakamilisha kipindi kwa kuelezea kuna baadhi ya maneno ambayo huwa yanatumika, labda yanatumika na uyafahamu. Nitakupa tu maneno matatu. Nilisema kuna neno fulani ambalo nilieleza kwa kuna watu wamekuwa wakinisaili wakiniuliza, profesa, tuna ile kadi ambayo hutumika ambayo bila shaka umruhusu mtu kwa mahali fulani, hasa katika kazi. Ukiwa kazini, kuna ile kadi ambayo huidhinisha kwa uko sehemu hiyo, ama wafanya kazi katika kitengo fulani. Hasa wanaona nao hasa zaidi wanafunzi pamoja na waandishi wa habari. Mwanafunzi anapojiunga na shule ya upili, basi utampata na kitambulisho fulani ambacho kinamtambulisha mwaka ule ambao umejiunga na shule hiyo ya upili na ule mwaka ambao atatoka. Na pia vile vile wanafunzi wa chuo kikuu pia utampata na kitambulisho hicho. Na pia wale kuna zile kazi ambazo zinahitaji kitambulisho hicho. Kwa mfano tu ukienda katika kazi za utangazaji, utapata kuna mtu ana hicho kitambulisho. Basi hicho kitambulisho kwa Kiswahili huitwa noma. Noma ni kitambulisho ambacho ama ni stakabadhi ambayo umruhusu mtu kwa katika ama umruhusu mwanafunzi kwa shuleni, ama umtambulisha kwa shuleni, ama vile vile umruhusu mtu yote, ama umtambulisha katika ama umruhusu katika kazi fulani ama kampuni fulani. Kitambulisho hicho huitwa noma. Katika kwa wanafunzi katika lugha ya Kimombo wanaita student ID, na labda kwa wale waandishi wa habari wanaita press card. Basi hiyo press card ama student ID huitwa noma. Kisha tuna kile kifaa ambacho tunatumia kuchokonolea meno ama kuondoa uchafu kwenye meno. Basi kifaa hicho niloelezea kuwa huitwa kichokono au kimbaka. Kichokono au nini? Au kimbaka. Halafu nikikamilisha tu kuna neno fulani ambalo pia wali na tatiza sana. Tuna kadi ambayo watu tunatumia kufanya nini? Tukitaka kuwasiliana kupitia njia ya simu ama rukono ama rununu au rufinunu ukipenda, yani simu ya mkononi. Kuna kadi fulani ambayo utatumia kufanya nini? Utaingiza pale kadi hiyo na pesa kwa mle ndani utaingiza, kisha ndipo mpate kuwasiliana kwa njia mtandao. Basi hiyo kadi huitwa kadi hela. Kadi hela ni credit card. Basi kadi tamati na gangu na shusha kwa manjano kede. Natumai tutatia na mbonini majaliwa ya Manani. Muwe na wakati usoko na budha wala mishemishe kadi tutakapofanikiana, yani kadi tutakapokutana inshallah. Dayani mwenye kujalia jala zake mabruki akijalia katika kipindi kijacho. Wasalamu.